Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Licha ya changamoto, Tanzania inajitahidi kujumuisha jamii za asili katika maendeleo, afunguka kiongozi wa jamii ya Wamasai kutoka Morogoro. Tumeona katika miradi mikubwa inaendelea, kwa mfano mradi wa reli ya mwendokasi. Tumeona serikali ikija na mtizamo maalum wa kutumia njia shirikishi kulingana na azimio la Umoja wa Mataifa la watu wa asili. Na leo katika Jifunze Kiswahili, je, wajua dalali ni nani? Usikae mbali na runinga yako. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2025, wakati wa kumbukumbu ya maridhiano kwa wale waliopoteza maisha wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina, tutamsikia kiongozi wa jamii ya watu wa asili wa Kimaasai kutoka Morogoro nchini Tanzania kuhusu ujumuishwaji wa jamii yake katika maendeleo. Lakini kwanza tupate muktasari wa habari ukiletwa kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold. Asante Lea. Wiki 10 baada ya kuanza kwa mzingiro kamili wa Israel dhidi ya wakazi wa Gaza, zaidi ya robo tatu ya kaya katika eneo la Palestina kuna uhaba mkubwa wa huduma ya maji, huku hali ya usafi ikizidi kuwa mbaya, yameonya leo mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu athari za uhaba huo wa maji kwa kuzingatia kuwa msimu wa joto unakaribia. Ripoti kutoka Sudani zikidai kwamba juzi Jumatano kulikuwa na jaribio la mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Port Sudan, kitovu muhimu cha misaada nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameongeza nguvu yake katika kutoa wito unaozidi kuwa muhimu kuhamasisha kuanzishwa kwa mazungumzo ya amani ya kweli. Na kufuatia kuendelea kwa mvutano wa majirani India na Pakistan, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Philemon Yang ametoa wito wa kuzitaka nchi hizo mbili kuchukua tahadhari na kuepuka hatua zinazoweza kuongeza mzozo. Amesisitiza mazungumzo ya amani na kufuata sheria ya kimataifa ndiyo njia pekee ya kusuluhisha migogoro. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutajifunza Kiswahili na tutaungana na mtaalamu kutoka Bakiza, Baraza la Kiswahili Zanzibar. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni mada kwa kina. Jukwaa la Umoja wa Mataifa kuhusu watu wa jamii za asili limekunja jamvi mwishoni mwa wiki iliyopita hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na kandoni mwa jukwaa hilo, Flora Nducha wa idhaa ya Kiswahili alipata fursa ya kuzungumza na mmoja wa washiriki, kiongozi wa kijamii kutoka jamii ya wafugaji ya Wamaasai mkoani Morogoro, mashariki mwa Tanzania, Adam Kulet Ole Mwarabu. Wamejadili mengi, lakini Ole Mwarabu anaanza kwa kukumbusha alichokibeba kwenye jukwaa la mwaka jana, ambapo hayo aliyoyabeba hapa yanatekelezwa nchini mwake. Kwanza tulikuwa na kikao cha watu asili juu ya masuala ya amani. Pia kulikuwa na masuala ya haki za ardhi na hilo la amani na mabadiliko ya tabia nchi na amani. Kwa hiyo nilikuwa na mzigo mkubwa ambao nilibeba kwenda nyumbani. Lakini katika suala la haki za ardhi tunaendelea kuhamasisha kwamba kulingana na katiba ya Tanzania
katiba inasema kila Mtanzania na haki. Katika hilo bado tunafanya hamasa na kupitia vyombo vya kiutawala katika nchi kwamba suala la ardhi ni haki ya kila Mtanzania, na kwamba katika tamko la Umoja wa Mataifa na lenyewe linasisitiza kwamba kila mtu ana haki katika maslahi ya taifa, kwamba apate sehemu ya kuishi, apate ardhi ya kutumia. Kwa hiyo hili mnaweza kusema kwa kiasi mmepiga hatua katika kulitekeleza? Kwa kiasi tunapambana kwa sababu kuna ongezeko la watu na ardhi inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ni jukumu sasa la kitaifa kuwa na mkakati kwamba kuhakikisha kwamba kila mtu ana ardhi kulingana na sheria, lakini pia katika matumizi. Je, tutatumiaje maeneo machache yaliyopo bila ya kuleta mgongano na watumiaji wengine? Kwa maana kuna hifadhi, kuna wawekezaji mbalimbali, kuna wafugaji, kuna wakulima, kuna wawindaji, kuna miji na taasisi zingine za serikali. Kwa hivyo kuna hiyo ambalo tunahitaji zaidi serikali iweze kusimamia. Sasa tukija kwenye jukwaa la mwaka huu, maudhui makuu ya jukwaa la mwaka huu ni kuhakikisha utekelezaji wa lile azimio la Umoja wa Mataifa kuhusiana na jamii za watu asili. Kiangalia unakotoka Tanzania, ili azimio linatekelezwa vipi? Kwa ujumla Tanzania ni mwanachama wa Umoja Mataifa, na bahati nzuri azimio hili la watu asili ambalo lilipitishwa mwaka 2007 Tanzania ilipigia kura ya ndio. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwamba nchi yetu ya Tanzania iliweza kukubali kwamba kuna watu asili ambao wanapewa mtizamo maalum. Kwa hiyo katika utekelezaji wake bado kuna changamoto ya ufuatiliaji kwamba ni kwa kiwango gani nchi imeweza kutekeleza. Kwa mfano Tanzania tumetekelezaje? Tumetekeleza kwa umuhimu kwamba watu asili azimio lao litekelezwe hivi, au tunatekeleza kiujumla? Na kama ni kiujumla, basi kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa umetekelezwa ipasavyo. Hata hivyo kuna changamoto nyingi, kwa mfano kama fedha na pia kuwa na vipaumbele vingine vinaweza pia vikarudisha nyuma utekelezaji wa 100%. Lakini pengine ile tu kura ambayo nchi iliweza kupiga na kusema ndio, ilikuwa ni ushindi kwa maana ya kusaidia kila mtu katika nchi, hasa watu wa asili. Na tumeona katika miradi mikubwa inaendelea, kwa mfano mradi wa reli ya mwendo kasi. Tumeona serikali ikija na mtizamo maalum wa kutumia njia shirikishi kulingana na azimio la Umoja wa Mataifa la watu wa asili. Njia shirikishi kwa mfano njia gani? Kuna katika ile azimio la Umoja wa Mataifa kuna kitu kinaitwa FPIC, ambayo ni kwanza wale watu wawe huru kushiriki katika mradi, wawe na uelewa mpana, wawe pia na ridhaa ya mradi. Kwa hiyo washirikishwe na wauelewe, wasishurutishwe, isiwe ya lazima, lakini pia wakisho kwamba maslahi yao yanatekelezwa. Lakini pia taasisi za fedha na zenyewe zimeweka pia mikataba yao kwamba lazima sheria za kimataifa na kitaifa na kimila ziweze kuchukuliwa kwa uthabiti katika utekelezaji wa miradi. Kwa hiyo tumeona Tanzania katika huo mradi mkubwa wa SGR ambao unaendelea, nchi imetekeleza azimio la Umoja Mataifa kwa kiwango hicho, ile ya kutambua tu kwamba lazima watu hawa washirikishwe. Kwa hiyo ni moja ya viashiria vya utekelezaji. Sasa tuangalie masuala mengine, kwa sababu azimio hilo liligusia mambo mengi. Kwa sasa hivi kikubwa ambacho kinaangaliwa katika masuala mbalimbali ni usawa wa masuala ya kidijitali na teknolojia.
Sasa kwa upande huo, jamii za asili kwenye nchi unayotoka we Tanzania, swala hili linaangaliwa vipi? Je, wanashirikishwa, wanapata hiyo fursa au wanabaki nyuma? Bahati nzuri nchi imeweka mtaratibu ambao ni jumuishi kwamba hakuna mtu anayebaguliwa. Ni mazingira yako tu yatakubagua au uwezo wako wa kufikia hizo huduma za digitali. Kwa mfano, kuna hizo simu janja wanaita, kuna simu za kawaida, na mtu anaweza akafungua katika simu janja akaona ufugaji bora, akajaribu kudurufu kwa maana ya kutumia katika familia au kutumia yeye mwenyewe. Ukienda upande wa elimu, unaweza kusoma taarifa za habari, unaweza ukapata. Kwa mfano, hii idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa unaweza kufungua ukapata. Kwa hiyo kuna hatujaachwa nyuma sana, lakini ukilinganisha na jamii ambazo ziko katika mfumo wa ujumla, hizo jamii za asili kwa namna moja haziwezi kuwa katika kiwango kimoja. Lakini fursa zipo kwamba watu asili wanaweza pia wakapata huduma kadiri iwezekanavyo. Kwa hivyo katika hilo kunahitajika elimu zaidi, namna gani watu wetu waweze kutumia digitali bila ya kuharibu tamaduni, kwa maana ya tabia za watoto zisiharibike, watu wasije wakawa wavivu, watu wakashinda katika kuangalia YouTube au kuangalia WhatsApp au kuangalia Facebook kwa muda wote na kusahau shughuli za nyumbani za kiuchumi na za kijamii. Kwa hiyo tusije tukaruhusu digitali ikatuongoza, bali sisi ndio tuiongoze digitali kwamba itusaidie nini. Kwenye huu mkutano, nini hasa unatarajia utakibeba mwaka huu? Tunataka Umoja wa Mataifa uweze kutangaza miongo au muongo wa amani katika jamii za asili. Utasaidia jamii zetu kuweza kukabiliana na matatizo ambayo yanaweza kuleta ukosefu wa amani katika ngazi ya familia, jamii au taifa, lakini katika dunia ambapo sasa hivi kuna changamoto kubwa ya vita vinavyoendelea, ambavyo sababu kubwa ya kuletwa kwa Umoja wa Mataifa miaka ya nyuma ilikuwa ni vita vile vya dunia na kadhalika. Lakini sasa tusije tukaenda tena vita nyingine ya dunia. Asante sana, nakushukuru sana na nakutakia kila laheri. Asante sana kwa nafasi hii. Kila laheri Adam Ole Mwarabu na jamii yote ya Wamasai nchini Tanzania katika kutimiza azimio la watu wa jamii za asili. Na shukran Flora Nducha kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana ya neno dalali. Dalali ni mtu anayenadi vitu mnadani au mtu anayefanya kazi ya kuelekeza pahala ambapo mtu atapata kununua au kukodi kitu kama vile nyumba au shamba. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa anatafuta eneo au nyumba ya kununua. Kwa hiyo ataelekezwa aende kwa dalali ili akamtafutie nyumba au shamba hilo ili aweze kununua. Shukran sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi kufikia hapa nami nakunja jamvi kwa siku hii ya leo. Tukutane tena Jumanne wiki ijayo kwa jarida lingine la video, lakini kwa upande wa redio ni kila siku. Hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika mtandao wa X jinani hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.